Tunatoa wito na maombi maalum kwa wanasiasa wote nchini kuepuka matumizi ya lugha zinazochochea migawanyiko ndani ya vyama vya siasa, migawanyiko ndani ya taifa, kama ambavyo tumeshuhudia siku 2-3 zilizopita baada ya Tundu Antipas Lissu kupitia kwa wakili wake kuongea na umma wa Tanzania kuhusu utayari wake wa kuzungumza akiwa huru. Lakini wamejitokeza wanasiasa, wamejitokeza wanaharakati mbalimbali wanaoishi nje, hasa wanaoishi nje ya taifa letu la Tanzania, wakimshambulia wakili Paul Kisabo, wakili wa Lissu, ambaye yeye alitumwa na Lissu kufikisha ujumbe. Kwa tunatoa rai kwa wanasiasa na viongozi wa vyama vya siasa kuepuka lugha za chuki, lugha za migawanyiko, na tunawasihi wanaharakati, hasa wanaharakati ambao wako nje ya nchi hii na ni Watanzania wenzetu ambao wengine wapo nje kwa maana kwamba walikimbia kutokana na kuhifadhi usalama wao. Tutoe rai kwao waweke maslahi ya taifa hili mbele. Kuwa mwanaharakati hakukufanyi wewe kuweza kuchukia taifa lako. Kuwa mwanaharakati kuna kupaswa wewe kuweka maslahi ya taifa lako mbele. Kwa hiyo nitoe wito na nitoe rai kwa wanaharakati hasa ambao wako nje ya nchi, wakumbuke hawana taifa lolote zaidi ya taifa hili, na hata uko walipo wakumbuke kwamba nchi hizo ambazo wao wapo, nchi hizo sio kwamba ni nchi malaika. Hizo nchi zimepitia madhila mbalimbali na matatizo mbalimbali, na hata sasa hizo nchi baadhi yao bado zinapitia katika madhila mbalimbali, lakini hizo nchi hazikuwahi, hizo nchi wananchi wake hawakuwahi kusema kwamba hawataki tena nchi zao, bali katika hayo mataifa wananchi na viongozi wa mataifa hayo waliweka maslahi ya mataifa yao mbele na kuweza kukwamua matatizo ambayo walionayo.